Mtu mmoja ambaye ni mwanamume amekutwa ndani ya kisima akiwa ameshafariki dunia maeneo ya Dunga, Jumba la Mawe, wilaya ya Kati, Unguja. Tukio hilo limetokea majira saa 3 asubuhi baada ya kuonekana ndani ya kisima hicho, ambapo mtu huyo hakuweza kutambulika jina lake wala anapoishi. Mkuu wa kituo cha zimamoto mjini SSF Ali Mohsin Makame amesema amefika eneo la tukio mara tu baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuopoa mwili wa mtu huyo na kukabidhi kwa jeshi la polisi, pamoja na kuwataka wananchi kuwa na tahadhari katika maeneo ya visima, mashimo, maeneo yanayojaa maji, hususan kipindi hiki ambacho mvua zinaendelea kunyesha. Tumepata taarifa ya kuwa kuna mtu kaingia katika kisima hapa Dunga katika Jumba la Mawe, na tumefika katika tukio na kweli tukakuta hiyo hali ipo, na tukaanza kazi ya kufanikiwa kutoa shauri kwamba vingekuwa vinatengenezwa na hali ya kuwa kwamba vina mifuniko, kwa sababu tunaishi katika mazingira mbalimbali. Kuna wagonjwa, kuna watoto. Kaimu shehe wa shehia hiyo Kesi Makame Musa amesema amepokea taarifa kwa wananchi wa eneo hilo na kwa taarifu vyombo husika. Nikawaita baadhi ya wajumbe wangu hapa na nikaulizia, je, huyo aliingia kisimani ni nani, lakini alikuwa ni mtu ambaye hatambuliki na lini ameingia katika kisima. Lakini pia tukafanya utaratibu wa kuwaita watu kama faya, watu wa ustawi, polisi, hao wakafika, na hadi sasa hivi nazungumza hivi tumeshirikiana nao kwa pamoja na tumeitoa maiti hii, na hadi sasa pamoja na umma uliokuwepo hapa bado hajatambulika huyu ni nani. Shuhuda ya tukio hilo Swahib Manzi Hamadi amesema tulikuwa tunamsubiri mkufunzi wetu wa mazoezi aje kutufunza mazoezi yetu, kwa hiyo tukapata muda wa kupumzika hapa. Tulipopumzika sisi tukasikia harufu kali kupindukia, kwa hiyo akapita kijana na tochi, tukamwazima tochi, tukamurika. Baada ya kumurika tukaona maiti, tukajishuhudiza kwamba hii ndiyo ama sio mara tatu, tukashuhudia kwamba ni maiti. Tukatoka hapo tukatoa taarifa kituoni na taratibu nyingine za uokozi zikafuata. Wito wangu kwa jamii, tuwe makini, maana japo kwa ajali imeumbwa na kifo hakikimbiliki, lakini tuwe makini kwa sababu hili shimo, kwanza ombi langu, hili shimo wahusika wa hapa au wahusika na eneo hili lifanywe ufumbuzi, hili shimo lizibwe. Popote kama wapo wananisikia, hili shimo lizibwe, kwa sababu wanakaa watu tofauti kinyume na huyo. Hili ndo lishatokezea, lakini ombi langu hili shimo lifanywe ufumbuzi, lizibwe. Chanzo cha kifo cha mtu huyo hakikuweza kujulikana kwa wakati huo. Nikiripoti Lafhati Muhammad.